أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مدير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض عمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر، والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo ni siku ya 8 ya darsa yetu katika mfululizo wa darsa kuhusu malezi kwa mtazamo wa Qur'ani. Katika darsa yetu ya 7 siku ya jana tulijifunza kuhusu akili ya mwanadamu kama moja ya viungo vinavyomuunga mwanadamu, na kwa sababu tumesema kwamba huwezi kujifunza sayansi ya malezi kama hujafahamu vile viungo vya mwanadamu vinavyohusika na malezi, vinavyoweza kuathirika na tabia nzuri au tabia mbaya. Ni viungo gani ambavyo vinahusika katika kupokea tabia nzuri au tabia mbaya? Na nimesema mara nyingi ni kwa sababu kuna viungo katika mwanadamu ambavyo tabia yake ni kupokea bila kuchuja. Kwa hivyo athari huwa ni kubwa sana katika tabia za yule mwanadamu. Lakini tulisema kwamba huwezi kuizungumzia akili bila kuuzungumzia moyo, na hasa katika ulimwengu ambao walimwengu wamegundua vile ambavyo Qur'ani inasema kwamba mwanadamu yaaqilu biqalbihi yafhamu biqalbihi, kwa moyo wake mwanadamu huweza kutumia akili, huweza kufahamu na mengine mengi ambayo tumeyaeleza katika darasa ya jana. Nakiri kwamba hatujazungumza kila kitu kuhusu moyo, ila tumedokeza kuhusu moyo ili tuweze kusafiri kwenda mbali katika yale ambayo tunakusudia kuyazungumza mbeleni. Leo tunataka kuzungumza kuhusu nafsi. Mwanadamu ana kiungo kinachoitwa nafsi, na kiungo hiki kimezungumzwa sana katika mimbari ya Waislamu.
Hakuna mgeni ambaye hafahamu chochote kuhusu nafsi katika sisi, kwa sababu aya za Qur'ani zinakaribia 300 zilizotaja neno nafsi, anfusu na mfano wake, na mawaidha mengi ya Waislamu yamekuwa yakizungumzia nafsi. Kwa hivyo inatosha katika darasa yetu ya leo kudokeza kuhusu nafsi, na kwa sababu tunataka kuzungumza malezi, na hili neno nafsi kama ilivyokuwa qalbun limetumika kwa maana nyingi ndani ya Qur'an, maana nyingi. Miongoni mwa maana hizo hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejizungumza yeye nafsi yake, jambo linalotufanya tuamini kwamba makusudiwa ya nafsi ya Mwenyezi Mungu sio nafsi kama vile ilivyokuwa kwa mwanadamu, bali makusudiwa ya nafsi ya Mwenyezi Mungu ni ile dhati yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu hana viungo kama ilivyokuwa mwanadamu, kwamba wewe una kiwiliwili hiki na kile na kile. Hapana. Kwa hiyo Mungu ametumia neno nafsi hata kwa dhati yake yeye mwenyewe, na tuna mifano ya aya kama 3, lakini nyingine mnazijua. Mwenyezi Mungu katika kisa cha Nabii Isa na mazungumzo yake na Isa, kwamba siku ya Kiyama atamuhoji Nabii Isa, atamwambia wa idh qala Allahu ya Isa. Mwenyezi Mungu atakaposema au aliposema kumwambia ewe Isa, ya Isa ibn Maryam, ewe Isa mwana wa Maryam, a anta qulta linnasi, je wewe ndio ulowaambia watu ittakhidhuni ana, nifanyini mimi, wa ummi ilahain, na mama yangu kuwa ni miungu wawili? Wewe ndio ulowaambia watu? Majibu ya Nabii Isa alayhi salam yatakuwa haya, atasema hivi, qala subhanak, atasema utakatifu ni wako wewe Mwenyezi Mungu, kutakasika kwako peke yako wewe Mwenyezi Mungu. Maanake Mungu katakasika min an yakuna lahu walad, hawezi kuwa na mke. Mattakhadha sahibatan wala walada, hana mke wala mtoto. Sasa Mungu atamwambia hivi, na yeye atasema subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, kutakasika kwako wewe Mwenyezi Mungu hainifalii mimi kusema mambo ambayo sio haki. In kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa mimi nimeyasema maneno hayo wewe ushajua. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu taalamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, unayajua yaliokuwa katika nafsi yangu, unayajua, lakini mimi sijui yaliokuwa katika dhati yako wewe Mwenyezi Mungu. Nafsi hapa kwa maana ya dhati bwana. Mungu hana viungo, hana viwiliwili, lakini Mungu huzungumza wakati mwingine kwa lugha ambayo mwanadamu ataielewa, kwa sababu kama Mungu ni laysa kamithlihi shay, atakuwaje na nafsi? Maanake ni kwa dhati yake, anakusudia dhati yake Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu akasema wa idha jaaka alladhina yu'minuna biayatina, wakikujilia wale wanaoamini aya zetu, waumini hao, walaki na uwapokee vizuri. Faqul salamun alaykum, waambie amani iwe juu yenu. Kataba rabbukum ala nafsihi arrahma, Mungu amejifaradhishia katika dhati yake, sio nafsi yake, dhati yake rehma. Yani Mungu kajifaradhishia kuwa atawarehemu waja, hakuna aliyemfaradhishia. Lakini neno lilotumika nini? Nafsi, kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu katika dhati yake amejilazimisha yeye kwamba atafanya rahma kwa waja wake, hasa hawa waumini. Kisha Mungu akasema innahu au annahu man amila minkum su'an bijahala, kwamba yoyote atakayefanya jambo ovu kwa ujinga,
sio amekusudia kwa ujinga. Thumma taba, kisha akatubia. Na maana kitaba ni kurejea, akarejea kwa Mwenyezi Mungu, akaomba msamaha. Min ba'dihi, baada ya kuwa shalifanya, akarudi kwa Mungu akatubia. Wa aslaha, na akatengeneza pale alipoharibu. Kutengeneza mahali ulipoharibu ni kwamba haki ya mtu umeichukua, haitoshi kutubu, ni kuirejesha, sio? Umemsengenya mtu au umetia fitna katika jamii, ukitubu ile fitna inaendelea, ni kwenda ukarudi ukatengeneza ulioharibu, sio? Kwa hiyo kuna toba nyingine hazitoshi, inahitajia utubu na urekebishe ulichokiharibu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema wa aslaha, kisha akatengeneza alichokiharibu. Fa annahu ghafurur rahim, amefaradhisha kwenye nafsi yake kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kuhurumia. Sasa neno nafsi hapa maana yake ni dhati ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anasema yuhadhirukumullahu nafsahu katika aya nyingine. Mungu anakutahadharisheni na dhati yake na nafsi yake. Kwa hivyo nafsi imetumika kwa maana nyingi, miongoni mwa maana hizo ni ile dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nachotaka kusema baada ya hapa, kuna jambo mnalifahamu nyote kwamba neno nafsi, anfusukum, anfusuna, limekusudiwa mwanadamu kamili. Neno nafsi limekusudiwa mwanadamu kamili, kama vile katika aya iliyoshuka kwa Ahlul Bait, wa anfusana wa anfusakum. Makusudio sio nafsi peke yake, yani sisi, mtu kamili, sio? Mswahili anaposema mimi binafsi, anakusudia yeye kamili, manake mwanadamu. Aya nyingi zimetumia neno nafsi kwa maana mwanadamu kamili, sio kile kiungo tunachokusudia kukizungumza. Hatuna haja ya kuzisoma, iko wazi kabisa. Kwa mfano aya inayosema fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, tubini, rejeeni kwa Mola wenu na muue nafsi zenu. Manake Bani Israili katika namna ya toba waliofaradhishiwa wajiue, ilikuwa ndo toba yao, sio? Lakini katika aya kama hii kuna ikhtilafu. Makusudio ya nafsi nini? Baadhi ya ulamai wanasema kwamba kuna matumizi ya nafsi kwa maana ya roho. Wengine wanasema hapana, haijakusudiwa roho, pamekusudiwa nafsi. Nafsi sasa, ikiwa nafsi ndio iliyokusudiwa, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hawa maulamaa wanasema kinachokufa kwa mwanadamu, kinachotoka sio roho, kinachotoka ni nafsi. Na nafsi ikiwa nje ya mwili wa mwanadamu inaitwa roho. Sikilizeni, haya ni baadhi ya mawazo ya baadhi ya ulamai, kwamba nafsi inapotoka nje ya mwili huitwa kuwa roho, lakini inapokuwa ndani ya mwili wa mwanadamu huwa ni nafsi. Na kufa kwa mwanadamu maana yake ni kutoka kwa nini? Kwa nafsi, kwa kauli ya baadhi ya hawa ulamai. Na wana aya nyingi sana za Qur'an wanazitegemea, nyingi sana. Miongoni mwa hizo ni katika surati Zumari aya 42. Isikilizeni aya hii, inasema Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Mungu huzifisha nafsi wakati wa kufa kwake. Kwa hiyo kinachokufa ni nini? Ni nafsi. Huu ni mtazamo wa baadhi ya ulama. Wallati lam tamut fi manamiha, na ile nafsi ambayo haikufa katika kulala kwake. Kwa maana mwanadamu anapolala imma aamke au asiamke. Ile ambayo haikufa katika kulala kwake ni yule aliyolala akaamka. Yule aliyolala akaamka, nafsi ile haikufa katika kulala kwake. Lakini aliyelala hakuamka
maanake nafsi yake ilikufa moja kwa moja. Kwa tabiri nyingine ni kwamba kulala ni nusu ya mauti. Mwanadamu anapokuwa amelala hajui kinachoendelea, hajui kinachojiri. Kwa lugha nyingine hayupo mpaka Mungu amfufue. Kumfufua kumwamsha. Subhanallah. Na wewe ukilala usingizi mzito, kwa hakika hujui kinachojiri, lakini moyo unaendelea kufanya kazi, sio? Wanakuona mtu unapumua. Sasa ikiwa hutoamka, maana yake ni kwamba yale mauti Mungu kayaendeleza yakawa ni mauti makubwa, mtu akawa hawezi kurudi tena nyuma, akaondoka moja kwa moja. Sasa hawa wanasema kinachokufa nini? Ni nafsi. Sasa Mungu anasema fayumsiku allati qadha alaiha almaut, Mungu huishikilia nini? Nafsi ya yule ambaye kisha hukumu ife, anaishikilia. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, lakini ile nafsi ambayo hajaihukumu kufa huiachilia. Irsalu kwa maana ya kuachilia. Kwa mfano unaposwali, tursilul yadain, yani unaiachia mikono miwili. Huiachia ile nafsi ambayo bado haijafikia muda wake wa kufa, ila ajalin musamma, mpaka muda wake maalum. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hilo kuna ishara nyingi za Mungu kwa watu ili waweze kutafakaru, wajue siri ya nafsi na kifo. Na mimi naamini kwamba jambo hili linahitajia bado utafiti kwa wanadamu, na Mungu anatutaka tutafakari. Sasa hili ni kundi la ulamai linasema kwamba kinachokufa ni nafsi, lakini ulamai wengine wanasema hapana, kuna matumizi ya neno nafsi kwa maana ya roho. Nafsi kwa maana ya roho, kinachotoka hapa ni roho, lakini Mwenyezi Mungu ametumia neno nafsi. Wallahu alam, unaweza kuchukua maana hii au ile. Lakini bwana mtume amepokelewa katika Biharul Anwari hadithi inasema hivi kwamba mtume alikuwa kila akiamka, kwanza zile adabu za kuamka, mtu akiamka Muislamu anafanya nini? Mengine hayahusu maudhui haya, lakini nadokeza tu kwamba mtume kila alipokuwa akiamka, ndugu zangu, na sisi tujifunze ile, kila alipokuwa akiamka kitu cha kwanza alikuwa anafanya nini? Alikuwa akiamka mbio na kwenda chini kusujudi, kuonyesha shukurani kwa Mungu kwamba kamfufua, yuko hai. Kwa hiyo husujudu sajida ya kushukuru. Ndivyo mtume alivyokuwa. Lakini jambo jingine alilokuwa akilifanya ni nini? Akisema maneno haya, alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da mauti. Ndugu zetu wamepokea baada ma amatani. Kuhimidiwa kote ni kwa Mwenyezi Mungu Allah ambaye amenihuisha baada ya kifo changu. Maanake mtume alikuwa akichukulia kwamba kulala ni kifo, Mungu anaweza kukushikilia moja kwa moja au akakuachia. Kisha anasema inna rabbi la ghafurun shakurun, hakika Mola wangu mlezi ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa kushukuru. Sasa nafsi hapa imetumika kwa maana ya roho kwa baadhi ya ulamai. Kwa baadhi ya ulamai hapana, nafsi ndio inayokufa, si roho. Na kwamba nafsi ikiwa ndani ya mwanadamu inaitwa kuwa nafsi, ikitoka nje ya mwanadamu inaitwa roho. Hii ni kauli ya baadhi ya ulamai. Nadhani tuko pamoja. Kuna nafsi kwa maana ya moyo. Jana tumesoma moyo, sio? Na hii ni kauli ya baadhi ya ulamai kwamba nafsi inaweza kuja kwa maana ya moyo. Alafu kuna wengine wanasema kinyume. Vipi? Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, hakika sisi tumemuumba mwanadamu na tunajua kile kinachomtia nafsi yake wasiwasi.
Wasiwasi tunaujua, sio? Ni wa shaitani alladhi yuwaswisu. Haya, mbona kule fi suduri nasi na huku ma tuwaswisu bihi nafsuhu? Wakasema baadhi ya ulama kwamba nafsi inaweza kutumika kwa maana ya moyo au moyo kwa maana ya nafsi, lakini kauli ninayoiona ina nguvu ni hii ya kwamba sheitani anaweza kutia wasiwasi kwenye nafsi na anaweza kutia wasiwasi kwenye moyo, kwa ushahidi wa kwamba alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, hiyo katika moyo, lakini vile vile kwa ushahidi wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Pametajwa moyo, pametajwa nafsi. Sasa ikiwa maana yake ni hiyo, sheitani anafanya nini kwenye nafsi na anafanya nini tofauti kwenye moyo? Wanasema kwenye moyo sheitani hutia shaka na dhana na fikra batilifu kutokana na tabia ya moyo. Tusikilizane vizuri. Jana tumejifunza tabia ya moyo, sio? Ni mahali penye yaqini na imani, ni mahali penye nifaq na kufr na shirk. Sasa kama sheitani yuwaswisu fi suduri nnas, anatia wasiwasi katika mioyo ya watu, maana yake nini? Anawatia shaka, anawatia mawazo potofu, hisia potofu, hisia mbaya katika upande wa moyo. Lakini ikija upande wa nafsi, sheitani anachokifanya kwenye nafsi ni kuiamrisha nafsi kufanya mambo mabaya, kila lilokuwa baya. Sio suala la kumtia shaka na wasiwasi, la, anamtia wasiwasi katika kufanya mambo maovu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema alhamaha fujuraha wa taqwa, na alfujuri ni kama vile zina, kufanya zina, kuiba, yale yote ambayo ni vitendo viovu, ni suala linalohusu nafsi. Kwa hiyo huku kwenye moyo humtia wasiwasi kwa kumtia shaka na kumtia hisia na fikra potofu, huku humwamrisha kufanya maovu yote, aina zote za maovu. Nadhani tumeelewana mpaka hapo. Sasa kwa kuwa darasa yetu ni ya nafsi, katika Uislamu tumeona concept ya tazkiyatun nafsi, kuitakasa nafsi. Lakini wakati huo huo tumeona katika nafsi mbalimbali lugha nyingine inayoitwa jihadun nafsi, jihadu an-nafsi. Na jihadun nafsi ndio jihadi kubwa kuliko jihadi nyingine tunayoijua. Sasa tazkiyatun nafsi, hili neno zaka, yuzaki, manake ametakasa, lakini kiasli katika lugha az-zakatu minan namai, kukua, kama tulivyosema jana. Kwa hivyo yuzaki, anatoharisha na kuitakasa nafsi yake, maana yake ni kwamba nafsi inakuwa, haibaki pale pale, inakuwa, inapitia daraja mbalimbali. Na maana ya jihadu nafsi ni kule kufanya jitihada kuitakasa nafsi, yani ufanye juhudi za ziada. Na juhudi maana yake nini? Tumesema kwamba tabia ya sheitani anaitwa al-khannasi, ana sifa ya kwamba ni al-khannasi. Al-khannasi ni yule ambaye akijaribu mara moja, akishindwa anarudi nyuma, lakini hakomi, anarudi tena, sio? Ndio maana al-khannasi, anakwenda mbele na kurudi. Sasa kinachotakiwa na wewe, usikome kupambana naye. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukiendelea kumkatalia sheitani, tabia yake vile vile ni kukata tamaa. Lakini yeye hakomi, akimaliza mbinu moja anakwenda kwenye mbinu ya pili, sio? Yani maana yake kwamba amekushindwa kwa njia ya pesa, anakuja kwa njia ya mwanamke, sio? Akishindwa kwa njia ya mwanamke atakuja kwa njia nyingine, ili mradi anabadilisha
mbinu, kwa sababu kiapo chake kwa Mungu ni kwamba hatomwacha mwanadamu. Kwa hivyo mbinu zake ni nyingi. Lugha ya Qur'ani kaidu, vitimbi vyake ni vingi, japo Mungu amesema vitimbi vyake ni dhaifu, ila ikiwa atamkuta mtu na yeye ni dhaifu. Kwa hiyo sheitani hakuwezi mpaka wewe mwenyewe umfungulie mlango. Ikiwa utafunga milango, kila akija umekomea, basi yule sheitani hatakuweza. Na sheitani haji mara moja kwa moja akakwambia fanya ovu fulani, hafanyi hivyo, kwa sababu anajua wewe unafahamu maovu, sio? Na anajua kwamba umekataza kufanya maovu. Kwa hiyo anachokifanya sheitani, ana mbinu nyingi. Miongoni mwa mbinu za sheitani, Qur'ani inaziita khutuwatu ash-shaytan, yani anakukokota hatua mpaka mwisho anakuingiza kwenye shimo. Kwa hivyo haji moja kwa moja. Hiyo ni moja katika mbinu zake. Miongoni mwa mbinu za sheitani, zayyana lahumush shaitanu a'malahum, lile ovu analipamba, yani anakupa visingizio vya kufanya, anakupa sababu, anakuhalalishia. Unajenga hoja, unatengeneza hoja za kwamba inafaa. Na mara nyingi nimesema, hasa sisi tukishasoma dini kidogo, kishasoma dini, ndio mara nyingi sheitani anaingia kwa mlango huo uliosomea wewe. Mlango gani? Makruhu tu. Kwani si makruhi? Umeelewana? Kisha unalifanya, alafu makruhi zikiwa nyingi unahamia kwenye nini? Kwenye haramu. Ndio khutuwati sheitani zenyewe, sio? Salatul jamaa ni sunna tu, yani tangu ujue sunna na wajibu imekuwa ni tatizo. Pengine kuna ambaye hakusoma kama wewe, yeye anachukulia kwa uzito sana, haachi kuswali jamaa kwa sababu anachukulia uzito ule. Wewe kwa sababu ushajua mustahab na wajib, sheitani anapitia mlango huo, kwani si sunna tu. Sasa hizo ni katika khutuwati ash-shaytani. Haya, kuna milango ya dharura, unajitengenezea dharura bwana. Unaona kwamba hii bwana ni dharura, mimi sina namna, lakini wakati mwingine hata si dharura. Kwa hivyo sheitani ana mbinu nyingi, lakini ukiwa ni imara, ni madhubuti, ukimkatalia kila mara, sheitani lazima akate tamaa, vitimbi vyake ni dhaifu. Lakini unahitajia msaada wa Mwenyezi Mungu, kama aya tuloisoma hapa kwamba lau kama si fadhila za Mwenyezi Mungu na rehma zake, ma zaka minkum min ahadin, asingeweza mtu kupambana yeye na sheitani akamshinda. Kwa hiyo kuna, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutizama wewe kwa kadiri gani umetoa jitihada za kupambana, kisha anakusindikiza. Kukusindikiza ni kukupa nguvu ya kumshinda sheitani. Na aya nyingi za Qur'ani zinasema hivyo. Kwa hiyo zile aya, man yuridillaha an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislami wa man yurid an yudhillahu, kwa maana kuongoka na kupotea kwanza ni jitihada zako wewe, alafu Mungu anakusindikiza, yani anakutia nguvu. Unajitahidi uamke salatul layli, zile jitihada zako ndizo zinazompa Mwenyezi Mungu nafasi ya kukusukuma katika ile khairi. Alladhina jahadu fina, wale walojitahidi kwa ajili yetu, lanahdiyannahum subulana, tunawaongoza njia zetu. Ni njia za kupambana na sheitani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba mwanadamu anahitajika aonyeshe yeye wa kwanza jitihada, kisha Mungu amnani. Lakini man yuridi thawaba ad-dunya, ukiwa unataka malipo ya duniani tu, wewe ndo haja yako, Mungu pia anakupa. Kwa hiyo eleweni katika masala yale ya qadha na qadar. Qadha na qadar, masala ya majaliwa. Kwanza mwenye kujalia ni wewe, namba moja, kisha Mungu anakusindikiza katika lile ulilolihitaji. Sasa Mwenyezi Mungu ametufundisha katika darasa ya jana kwamba kuna alqalbu as-salim, illa man ata Allah biqalbin
salim. Ila yule ambaye atamuendea Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama akiwa na moyo ambao uko salama. Kuna moyo salama, alafu kuna moyo wenye maradhi, fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha. Kwa hiyo Mungu akakuongezea tu, lakini tangu hapo wewe hufanya. Sasa kuna qalbun maridhun na qalbun salimun, moyo wenye maradhi na moyo salama, hauna maradhi. Hilo tumelimaliza jana, sio? Ukija katika nafsi, nafsi imesifiwa kwa sifa nyingi ndani ya Qur'ani, ndio zile tulizosema kwamba watu wa tasawuf wamezitaja. Lakini nafsi kiasli ikoje? Tabia yake ikoje? Yani nafsi sifa yake ikoje? Na hili ni swali muhimu sana katika mambo ya malezi. Sio malezi ya mtoto tu, wewe mwenyewe kujilea. Tabia ya nafsi ikoje? Majibu, nafsi tabia yake ni kwamba inajua ovu na jema. Yenyewe ilivyokuwa inajua ovu na jema, inategemea wewe unaipelekaje. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa uwezo wa kuipeleka ile nafsi. Bado swali ni kitu gani kinaipeleka? Kwa sababu akili ya mwanadamu, namna Mungu alivyoiumba, akili imesimama kwenye haki tu, haina sifa kama nafsi. Akili inakubali yale mambo ya sawa sawa. Sasa watu wanaweza kusema akili, hasa akili ni ipi? Nataka tuwekane sawa sawa hapa. Suala la akili tumelizungumza jana na tukazungumza moyo, sio? Sasa kama unaona uzito wa akili kubeba dhima hiyo, nataka utuelewe vizuri tutakaposoma kuhusu kitu kinachoitwa fitra, kwamba fitra ni katika mjengo wa mwanadamu, na fitra huwa inahukumu mambo yaliyokuwa sawa sawa tu, sio yale yaliyokwenda kombo. Sasa kwa mujibu wa Qur'ani katika surati Ash-Shamsi, Mungu anasema wash-shamsi wa dhuhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha wal layli idha was samai wama banaha wal ardi wa nafsin wama sawaha. Tuache hapo, twende mbele zaidi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nini maana alhama? Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ameipa nafsi ilhamu. Ilhamu ni nini? Ilhamu ni aina ya wahai, na wahai ni mawasiliano baina ya Mungu na kiumbe, sio? Ndio maana ya wahai. Lakini wahai una daraja. Miongoni mwa daraja za wahai ni daraja inaitwa nini? Ilhamu. Kwa hivyo ni muongozo wa Mungu anayeweza kuupata hata asiyekuwa mtume. Kwa hivyo ilhamu mimi na wewe tunazipata. Na Qur'ani imetumia neno wahai kwa maana ya ilhamu vile vile. Ndani ya Qur'ani neno wahi limetumika vile vile kwa maana ya nini? Ilhamu. Hasa katika kisa cha mama yake Musa, wa auhaina ila ummi Musa. Ulama wanasema wahi hapa ni maana yake ni nini? Ilhamu. Hakujiliwa na malaika, hakusikia sauti ya moja kwa moja, bali alipata muongozo wa ndani tu kwamba afanye, akayafanya yale aliyoyafanya kwa mwanae mdogo Musa. Sasa nini maana alhamaha fujuraha wa taqwaha? Mwenyezi Mungu ameipa nafsi ilhamu ya kujua fujuraha, maovu yake, wa taqwaha, na mema yake. Kwa hiyo tabia ya nafsi inatambua ovu na jema. Sasa ni mizani sasa. Je, wewe utaisukuma kwenye maovu au utaipeleka kwenye mema? Kwa hivyo nafsi ni kama vile unga wa ngano. Ukitaka kuukanda ukatengeneza chapati utatengeneza, ukitaka mandazi utatengeneza, sio? Wewe mwenyewe tu amua.
Kwa hivyo kazi ya kuikanda nafsi ni ya kwako wewe mwanadamu. Sasa kad aflaha man zakaha, ina maana una uwezo wewe wa tazkiyatun nafsi. Kad khaba man dasaha, una uwezo wewe wa kuiachia ikakutawala. Vyote hivi vimo ndani ya uwezo wa mwanadamu, ni juu yako wewe. Sasa ikikushinda ndio inakupeleka mbio, unaingia kila mahala ambapo inakuongoza, unatokomea. Wakati ule nafsi chafu inakuendesha. Sasa inakuwa na sifa mbalimbali, ndicho ulama wa tasawufu wamesifu. Aliposema nabii katika manabii wa Mwenyezi Mungu, wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i, mimi siitakasi nafsi yangu. Na hii ni heshima na tawadhu kwa nabii, na Mwenyezi Mungu katuamrisha hivyo, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Usijitakase wewe ukajionyesha ni mwema, yeye anajua mtakatifu nani. Sasa nabii katika manabii wa Mwenyezi Mungu anasema mimi siitakasi nafsi yangu. Inna nafsa la ammaratun bisu'i, nafsi sio tu kwamba inaamrisha maovu. Na nyinyi vijana mmesoma lugha, hakusema la amiratun bisu'i, anasema la ammaratun. Ammara ni sigha ya mubalagha. Nafsi ina wingi wa kuamrisha maovu. Faala, ammara, tofauti si mnaijua? Kwa hiyo faala kathiru alfi'li. Kwa hiyo nafsi inaamrisha kwa wingi sana maovu. Kila mara inazungumza na wewe, sio? Inakuvutia kufanya maovu, inakushawishi kutumia fursa. Manake kwa lugha sasa hivi unaambia fursa, kama mpata fursa ya kuasi, ikikunjuliwa mlango inataka ifanye jambo. Ukifungua simu tu unaona mambo, nafsi inakuambia tizama, sio? Inakusukuma, inakuambia, inakunongoneza. Kwa lugha nyingine tumewahi kusema hapa yuwaswisu. Hili neno waswasa ndio maana yake ni kutia wasiwasi, lakini limeundwa na nini? Na ile tabia ya kunongoneza, ndio neno hili likapatikana. Kwa sababu ile sauti ni ya ndani, inakuambia fanya fanya fanya, ni sauti ya ndani, sio? Ndio tabia ya nafsi hiyo, yuwaswisu fi suduri nas. Sasa ikiwa nafsi iko katika marhala hayo, inaitwa al-ammaratu bisu. Ukiivunja nguvu, unapambana nayo, ukaivunja nguvu, ile nafsi inakuwa daraja ya pili, al-lawama. La uqsimu bin nafsil al-lawama. Sasa mwanadamu, nimewahi kusema hapa kwamba akishakuwa na nafsi al-lawama, haijambo ukifanya maasi unajilaumu, haijambo yani. Kwa sababu Mtume mwenyewe amesema annadamu tauba, kule kujutia dhambi ni sehemu katika toba. Ukiliona jamaa hata likifanya madhambi bado alisikitiki, ujue huyu bala qadrana ala qulubihim, nafsi imeshachafuka, moyo umeshachafuka. Katika tafsiri ya rana ala qulubihim ni kwamba kila unapofanya dhambi kuna nukta inawekwa mpaka moyo unakuwa mweusi. Sasa yule tena hata akilewa hasikitiki, akizini sio tu hasikitiki, anajifaharisha. Sasa anajifaharisha, bwana, siku ile bwana tulistarehe sana, maana walikunywa sana. Sasa an-nafsu lawama haijambo, ukishikilia vizuri utapanda daraja, itakuwa ni al-mulhama fa alhamaha. Sasa mulhama kwa nini kaitwa hivyo? Sasa ina balance, inapima ovu na baya kabla ya kufanya. Kwa sababu tabia hiyo inayo, mtu anafikiria la, hapa nikiingia bwana yale majuto yake nitayaweza. Hapana, nikiingia hapa bwana mara nitajilaumu mwezi mzima, mimi nasikitika ya nini kitu cha mara moja alafu mwezi mzima nasikitika, anaacha. Haya ni marahil tunayopitia sisi jamaa, na ni mambo ambayo kila mmoja katika sisi anayapitia katika maisha yake.
kwa sababu hamna yoyote ambaye hajawahi kufanya dhambi. Na bahati mbaya sana ni kwamba madhambi mengi tuliyoyafanya ni siri baina ya sisi na Mungu, mengi tuliyoyafanya, wakati hadithi zinatufundisha kwamba mu'min anatakiwa awe na siri ya amali njema baina yeye na Mungu. Unajua maana ya siri ya amali njema? Yani uwe una amali yako njema unaifanya kila siku katika maisha yako, haijui ila wewe na Mungu. Inaitwa ndio siri baina ya mja na Mungu. Wewe una amali unaoifanya ya kheri ambayo ni siri yako na Mungu. Yani binadamu wengine hawajui. Maimamu walikuwa wakifanya hivyo. Ana amali zake nyingine zimejulikana walipokufa. Lakini sisi siri ya maasiya baina ya sisi na Mungu tunazo nyingi. Na kwa bahati nzuri hatupendi mtu yoyote ajue. Na inatakiwa tuwa na siri ya amali njema pia ambayo ni baina ya wewe na Mungu, na hautaki mtu mwingine ajue. Ni wewe na Mungu tu. Maana wewe ukiwa na siri ya kuswali usiku unamwambia jamaa, mimi naamka najaribu usiku kwa amka, tayari ushatoa siri hiyo kwamba na wewe huamka usiku ukaswali. Lakini kuonyesha wewe ni mcha Mungu unasema naamka. Kwa hivyo mwanadamu anatakiwa hivyo. Sasa ile mulhama ni ile ambayo mtu wake muhusika kabla hajafanya anapima ovu jema, analipima, na mara nyingi huelemea katika khairi akaacha lile la shari. Baada ya hiyo nafsi namba ngapi? 3. Ndio ile nafsi namba 4, ya ayyatuha nafsu almutmainna. Huyu bwana hata depression hapati, hana wahaka na maisha. Akipata nsawa, akikosa nsawa. Wengi katika sisi hatujafikia huko. Mungu atufikishe huko inshallah. Hasa katika ulimwengu wa kibepari ambao kila mtu spidi na mali, na kuamini kwamba nikipata ndio nitatulia, wakati ambapo tabia ya mali kila ukipata ndio unakuwa mbio zaidi, yani hutulii. Lakini ulimwengu wa kibepari unakufanya uamini kwamba nitatulia, acha niende mbio. Kwamba wale wenye kutafuta hata walipopata zile spidi zao zilikuwa nyingi zaidi. Tafuta tajiri unamjua wewe, jiulize kwamba amemaliza kutafuta. Elon Musk ndo tajiri namba 1, anakwenda kwa kasi, masafa baina ya yeye na namba 2 ni makubwa sana. Kauliza ameshamaliza kutafuta? Analalia vitanda viwili, anaweza kula zaidi ya haja ya mwili wake. Sasa mwanadamu hamalizi yani hata siku moja. Kwa hiyo qanaa na kuridhika ni katika tabia ya sifa, na sifa ya an-nafsu al-mutmainna, tulivu, nafsi tulivu. Na kwa upande wa pili, ukiachiwa mlango wa kwamba pasiwe na mipaka ya starehe, anasa, yani anasa zisiwe na mipaka, kila unachotamani fanya, unajua matokeo yake nini? Yani mwanadamu akiachiwa kwamba chochote anachokitamani asiwe na mipaka, afanye tu, unajua ataishia wapi? Atakata tamaa. Kwa sababu tabia ya anasa na starehe, ukitumia kwa kiwango fulani, baada ya muda kinakuwa hakikupi tena starehe, unahitajia uongeze zaidi, sio? Sasa utaongeza mpaka wapi? Unaishia wapi? Unaishia mahala kwamba vinavyokuzunguka vyote havikupi tena starehe. Vikiwa havikupi tena starehe, hiyo ndio maana depression, kwamba husikii ladha na chochote. Kwa hiyo kule kunyimwa ni kwa ajili ya kuona ladha. Unawekewa mipaka ili upate ladha kesho ukistarehe. Na haya tumewahi kuyazungumza hapa. Ndio hiyo tawazo baina ya marufuku na vilivyoruhusiwa, inakufanya uwe na tawazun, uone raha. Na mimi nakuuliza swali, tushakuuliza hapa. Haya, ingekuwa sasa binadamu wameamua kutembea uchi wote, hisia zao zingekufa. Yani zile hisia za kijinsia zingekufa, baada ya muda zingekufa. Ili zisife, Mungu anaweka sitara hapa, iwe ni bidhaa adimu, unapoipata uone thamani yake. Lakini ikiwa parwanja, bidhaa zote ziko hadharani, wazipata wanavyotaka,
thamani yake itashuka na hakuna atakayehitajia tena, na usipohitajia sasa maisha yatakuwa hayapo tena. Sasa nafsu mutmainna ni ile tulivu. Ikishakuwa tulivu, kasi yake inakuwa kubwa, inakwenda kufikia katika nafsi arradhiya. Ya ayatuha nafsu almutmainna irji'i ila rabbiki radhiyatan. Ikishakuwa radhiya, katika radhiya kwenye malezi tutakuja kuona. Kisha ikishakuwa radhiya, sasa itaridhiwa na Mungu. Ikisharidhika nafsi, Mungu naye anairidhia. Kwa hiyo mjue hata wale tunaosema radhiyallahu anhu, ile ni dua tu kwamba Mwenyezi Mungu mridhie, na ni dua inayofaa kwa yoyote yule. Maana leo mkisema hapa nikamtaja mzee fulani, mzee Abbas Sabuni radhiyallahu anhu, watu wanaweza wakasimama, vipi bwana wewe? Lakini dua tu, Mungu amridhie, sio? Tunaomba afikie daraja ile ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika hadithi kuna nafsi ya 7 inaitwa an-nafsu al-kamila, imefikia katika ule ukamilifu wa kibinadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha baadhi ya viumbe kwenye nafsi al-kamila, kamula min ar-rijali kathir, kama mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao wamekwenda wakafikia katika daraja ya nafsi iliyokamilika. Ndugu zangu, leo tutakomea hapa katika darasa yetu kuhusu nafsi, na tunatarajia kesho kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tuingie katika kiungo kingine ambacho kinahusika na malezi. Lakini huko mbeleni ni lazima tujibu swali, kaifa nuzaki nafsa, namna gani tutaitakasa nafsi. Hilo linahusu malezi. Sasa wakati huo ni wakati wa nini? Wa malezi. Tunamlea mtoto awe na nafsi safi, radhiya, mardhiya, mutmainna, au ala al-aqali iwe ni nafsi mulhama.